Hakimu mkazi Kisutu na kushtakiwa kwa makundi na mashtaka ya kula njama ya kutenda uhaini pamoja na uhaini wenyewe, na walifikishwa mahakamani kundi la kwanza tarehe 7 mwezi wa 11, kundi la pili tarehe 8 na nafikiri kundi la tatu tarehe 9. Kwa kuna makundi kadha wa kadha. Leo hii kundi la hao washtakiwa wako jumla 92, wakiongozwa na dada anaitwa Pauline Liza Palangio na wenzake 91. Kesi yao iliitwa leo, kama nakumbuka, na wao walifikishwa mahakamani tarehe 7. Hao waliosema Pauline Liza Palangio pamoja na wenzake 91. Mara kwanza walikuwa 76 and then baadaye wakaongezwa 17 na kuwa jumla ya watu 92 93 hivi. Kwa shauri lao lilikuwa limekuja leo, limeitwa leo mbele ya mheshimiwa hakimu anaitwa Makube, hakimu mkazi mfawidhi. Tumeingia mahakamani na tumefanya process za kisheria zikiwemo kuuliza status ya upelelezi, na kwa bahati mbaya upelelezi haujakamilika. Kwa hiyo tunasubiria siku nyingine ambayo ni tarehe 25 Novemba ili upande wa mashtaka waweze kutuambia wamefikia wapi kuhusiana na swala la upelelezi. Kama nafahamu mashtaka ni mazito na ni vizuri watuhumiwa wakaweza kufahamu hatima yao kwa haraka. Nafahamu kuna shauku, ningependa nizungumzie kauli za kisiasa zilizotolewa mahali fulani kuhusiana na hawa ndugu ambao baadhi yao tunawakilisha. Sisi ni mawakili, tunachokifahamu kwa mjibu wa sheria ni kwamba ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kwa maana ya DPP ndio amepewa mamlaka ya kisheria ya kuchakata watuhumiwa na kuwafikisha mahakamani, na vifungu vinavyohusika ni kifungu cha 92 cha sheria ya mwenendo makosa ya jinai sura ya 20 kinafanywa marekebisho mwaka 2023. Kifungu hicho kinampa DPP mamlaka mtaani na makana maarufu kama inaitwa nole. Sisi wataalamu tunaita nole prosequi. Ni mamlaka ya DPP kama ambavyo ana mamlaka ya kuwafikisha watuhumiwa mahakamani. Pia muda wote ule kesi inapokuwa ina uhai kabla ya hukumu kusomwa, anaweza kuiambia mahakama kwamba yeye hakusudii tena kuendelea na shauri hilo. Kwa hiyo tunafahamu ndo ana mamlaka hayo. Anatekeleza vipi, anapata wapi maoni, ushauri, msukumo, maelekezo, sio swala la kisheria, ni swala la kimamlaka. Anaposema yeye ndo anaweza kufahamu kwamba uamuzi huo kama ataufikia basi anaufikia kutokana na msukumo upi. Kwa sisi tunaendelea na kesi yetu mahakamani, na kama kutakuwa na taarifa zozote kutoka kwa DPP basi tutazisikia mahakamani, lakini sisi kama mawakili tunaendelea kutekeleza majukumu yetu kuwatetea wateja wetu hao ambao leo kama nilivyosema ni Paulina Liza Palangio na wenzake, na shauri hili limeahirishwa mpaka tarehe 25 mwezi wa 11 ambapo tutakuja sasa kusikia kuhusiana na hoja yoyote ya kisheria kama ipo. Na kama mtakumbuka siku hiyo pia kutakuwa na shauri la Jennifer Jovin almaarufu Nifa na yule binti Luthimelda Silaa almaarufu Strong Icam ambao pia nawakilisha, nao shauri lao tutakuja tarehe 25. Kwa tarehe 25 tutafahamu iwapo kuna chochote DPP amekifanya. Kwa maana namba moja kwetu muhimu zaidi ni kukamilisha upelelezi ili hatua za kuendesha kesi ziwe zimekamilika, na kama nilivyosema, kama yeye kwa kutekeleza mamlaka yake chini ya kifungu cha 22 ataona amepata msukumo, maono, maelekezo, basi atakuja kuiambia mahakama, lakini mahakama itakacho rekodi ni kwamba DPP hakusudi tena kuendelea na kesi chini ya kifungu cha 92. Ndicho kitakachoandikwa mahakamani, ndicho kitakachosomeka katika rekodi milele yote, na sisi ndicho ambacho tunakisubiri.